Mambo vipi mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo? Karibu dimbani, jina langu naitwa Nicholas John, ukiniita Cisco utakuwa umetisha kweli kweli. Njoo tuzungumze michezo. Niko naye hapa Chifu Nzobane kama Zumfela. Muite Dominic Salamba, mwamba kweli kweli kwenye uchambuzi wa mpira wa miguu. Lakini vitu vingi sana watu huwa hawavijui kutoka kwake Dominic Salamba. Si mtaalamu tu kwenye kuchambua. Uchambuzi pia umegawanyika sehemu nyingi. Vyote hivyo anaviweza kwa maana ya statistics, mathematics ya football, historia ya football, lakini pia hata zile zinaitwa, kuna kitu kinaitwa saikolojia ya football, yote pia anayejua vyema kweli kweli. Ndio maana anaitwa Chifu Nzobane kama Zumfela. Leo tunazungumzia mambo mengi kweli kweli baada ya kuibuka sakata zito la Ali Shabani Kamwe, watu wakishinikiza pia mamlaka ziweze kumfungia kwa sababu amevuka mipaka. Je, ni kweli? Basi Chifu Nzobane yuko hapa kwa ajili ya kutujuza zile small details, yani taarifa ndogo ndogo katika taarifa kubwa ya ujumla. Nini hasa ambacho kimejificha nyuma yake? Basi ungana nasi sako kwa bako ili usilelee matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile. Dominic Salamba, kwa njema? Niko vizuri kabisa. Uzima upo? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndio asili yake. Yes. Bwana, mengi yanazungumzwa baada ya kijana afisa habari wa klabu ya Young Ali Shabani Kamwe kuzungumza juu ya masuala ambayo kwa upande wake na klabu yake wameona hayako sawa. Masuala yapi? Ni masuala ya kamati ya masaa 72 kutoka pale bodi ya ligi kutoa maamuzi kadha wa kadha kwenye matukio kadha wa kadha, ikiwemo Suleiman Mwalimu, lakini pia game ya Simba na Yanga. Mengi yalitolewa pale ufafanuzi, lakini pia na hukumu zake zilitoka. Klabu ya Yanga kupitia afisa habari wake waliona kama vile kuna baadhi ya vitu viko sawa. Suleiman Mwalimu adhabu imekuwa ndogo na tukio lake wakalifananisha na tukio la Baka, lakini alienda mbali zaidi kusema lile goli ambalo bodi ya ligi kupitia ile kamati yake wamesema kwamba ni goli halali. Mamlaka wanaipata wapi kama bodi, ikiwa FIFA ndio shirikisho kubwa la mpira duniani linatambua kwamba mwenye mamlaka hayo ni referee pekee. Wa Yanga wametaka sasa ufafanuzi. Sasa baada ya hayo kutokea, watu wanaona kijana ameota mbawa, kijana anaingilia mamlaka ambazo hazimuhusu. Na yeye ni nani kwenye mpira wa Tanzania? Mbona nataka apande watu vichwa? Mbona nataka awe juu ya sheria? Kipi ni kipi? Watu wanajiuliza namna hiyo. Yes, nafikiri kuna changamoto kubwa ambayo tuko nayo sasa hizi katika mpira wetu, na changamoto hii ipo katika kukosa misingi ya uweledi, lakini pia na kuweka mbele ushabiki. Yaani imefika hatua hata kwenye our media personnel, hata wachambuzi na redio zimeamua kuchagua upande kwenye baadhi ya masuala ya msingi. Kwa sasa hizi imefika hatua huwezi kujua lipi la ukweli, lipi si la ukweli, lipi la maana, lipi si la maana. Kwa hiyo kila kitu kinatafutiwa majibu hata kama ni ya kupotosha. Ili tu ule upande ambao unaona uko sawa uweze kuendelea. Na hii ni sumu mbaya ambayo inakwenda kutumaliza. Tunataka tuchukue mpira kuja kuingiza kama siasa nyingine, kitu ambacho ni makosa makubwa kabisa. Na imekuwa ikiendelea hivi na kupelekea kuwa kuna mitizamo, kuwa kuna kambi. Yaani kuna baadhi ya redio ukisikiliza unagundua hawa mlengo wao ni huu. Na hao wengine mlengo wao ni huu. Wachambuzi hao mlengo wao ni huu. Mpaka inafikia tu watu wanaweza wakaatemu kama fulani na fulani au ni maadui wa timu hii au wa timu hii, kitu ambacho kimsingi si kitu kizuri. Sawa, wakati mwingine uwezi ukawafurahisha mashabiki wote. Sawa, wakati mwingine mashabiki wanakuwa wana hisia tofauti, lakini ni vema tukasimama katika nafasi moja ya msingi. Labda nianze kuhoji wanaosema Ali Kamwe ameingilia mamlaka. Mamlaka gani? Ali Kamwe amekwenda kuzungumza kama nani? Unapomuona msemaji yoyote wa klabu ndio anatoka mbele na kwenda kuzungumza jambo lolote linalohusu klabu akiwa katika membali ya klabu, au anafanya press conference ambayo imeandikwa kwamba leo tutakuwa tuna press conference labda ni ya Simba Dodoma Jiji, manake hiko kitu ilitakiwa aje kusema mwenyekiti wa klabu au makamu wa rais au ni makamu mwenyekiti, lakini amekasimisha kwa sababu msemaji namba moja wa klabu ni mwenyekiti au kwenye ambao na system mpya ni rais. Hao ndio wasemaji wa kwanza wa klabu. Kwa hiyo kuna press conference, maana yake engineer anataka kuongea. Ndio. Ambaye rais wa Yanga. Alipotokana majukumu anakasimisha, anampa msemaji
aweze kuzungumza. Sawa. Kwa hiyo Ally Kamwe akifika pale azungumzi kama Ally Kamwe. Inazungumza taasisi. Sio, unanielewa? Ile ni taasisi yani. Yeah. Ile kama inazungumza pale. Yaani Young Africans inazungumza sasa. Nilifanya press ya Vini Kolomboka. Yeah. Pale tulikuwa Dominic Salamba, ilikuwa ni taasisi. Ya Simba Beverage Limited. Yeah. SBL ndio imekaa pale. Kwa hiyo chochote nitakachokizungumza ni kwa maslahi ya Simba, sio ya Dominic Salamba. Sawa. Kwa hiyo ukiona msemaji amekaa anazungumza, maana yake hiyo ni taasisi inazungumza. Sawa. Kwa hiyo chochote kitakachotokea pale, hii tu ni media of ni the way ya kuweza kutransport informations, kwa badala ya kuzungumza huyu anazungumza. Kwa kwanza Ally Kamwe alikuwa amekaa pale kama taasisi. Kwa hiyo kwanza notion ya kwamba Ally Kamwe anaingilia mpira izungumzike, Yanga wanaingilia mpira. Jambo la kwanza. Okay. Yaani kama unataka kusema kuna issue ya kuingilia mpira, usimseme sasa Ally Kamwe. Zungumzia Yanga wanaingilia mpira. Kwa kwanza niweke sahihi sawa. Kwamba hilo ni jambo la Yanga. Lakini sio rahisi umpate engineer, umpate Arafati, umpate Ngai, umpate Munili, wote wakusanye waweke pale mbele, halafu wazungumze. Ndio kuna msemaji. Lakini alienda mbali, kile ambacho alikuwa anakizungumza tayari klabu ya Yanga walishaandika barua kwa mujibu wa Ally Kamwe. Sawa. Barua ilikuwa ishaandikwa kupelekwa wapi? Bodi ya ligi. Okay. Lakini kwa sababu ni barua inayohusu maslahi ya Yanga, na Yanga sio tu Ally Kamwe na engineer. Yeah. Maana yake Yanga ina pande mbili, kuna nyinyi ambao ni viongozi na kuna mashabiki. Kwa hiyo lazima mtoke mkawaambie wenye timu yao kwamba kuna kitu kinaendelea, kwamba tumpeleka barua. Ili uweze kuwaambia wenye timu. Okay. Kwa hiyo ni haki ya msingi na wajibu kuja kutuinform wa Tanzania na wadau wa mpira kwa kuna jambo linaendelea. Okay. Kwa hiyo watu ndio kwanza waweze kuelewa hiyo scenario. Huyo sio Ally Kamwe wala sio ni Yanga kwa kutumia excom yake, kamati ya utendaji. So, mimi nimekupata vyema sana Salamba, lakini ndio maana vimeundwa vyombo mbalimbali kwa ajili ya kusimamia mpira. Kulikuwa na TFF, zamani imekuwa mnaita FAT, ni kitu kama hiko. Lakini TFF yenyewe pia kaona itoshi, ikatengenezwa bodi ya ligi kwa ajili pia kusimamia mambo kadha wa kadha. Bodi ya ligi pia kaona pia haijitoshelezi yenyewe, ikaamua kuunda vikono vimiguu, ndio vikamati vya masaa 72, kamati sijui ya waamuzi na vitu kadha wa kadha. Lengo kila mtu aweze kuplay part yake. Sasa hapo kwenye hivi vitu ambavyo tunavizungumza, huenda Salamba kuna uelewa tofauti kwa wanasoka, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuelewa kila jambo. Wengine naipenda tu Young Africans, naipenda Simba, lakini sijui sheria na kanuni na taratibu pia zinasemaje. Huenda utatusaidia watu wengi sana kwenye mpira. Hizi mamlaka zimeundwa na kila mamlaka inatoa utaratibu ama inashirikia jambo fulani. Mfano bodi ya ligi kupitia kamati yake ile masaa 72 ikazungumza taarifa. Ile taarifa inayozungumzwa kweli kwa mujibu wa kanuni na taratibu tulizonazo kwenye ligi yetu, inaruhusiwa klabu yoyote kwenda labda kuitilia shaka na kuhitaji ufafanuzi ama maelezo zaidi ya kile ambacho kimezungumzwa na wenye mpira wao, kwa sababu bodi ya ligi ndio kama wenye mpira kwa hapa Tanzania. Kwanza nianze kwa correct. Bodi ya ligi sio wenye mpira. Mpira ni wa Tanzania wote. Okay. Hilo jambo la msingi la kwanza. Mpira ni wa Tanzania wote. Sawa. Lakini pia nije ku correct. Kuna shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Ndio. Hawa wamepewa dhamana, sio wenye mpira. Wenye mpira wa Tanzania wote. Ila wamepewa dhamana ya kusimamia mpira. Very sure. Lakini kwa na majukumu mengi walionayo. Ndio. Sawa. Sababu wana ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili, ligi daraja ngapi, wana mchezo wa kuogelea, mchezo wa fukweni, wanakujenga miundombinu na vitu vingine vingi ambavyo wanavyo. Wakaamua watafute independent. Sawa? Ingaje siku bado sio independent. Wakaamua kuunda dependent body. Maana independent ikiwa kama Uingereza sababu nyingine ambazo bodi ya ligi inakuwa iingiliwi. Lakini si kwetu ni independent, bado inategemea katika ile shirikisho kwa sababu haina uwezo kujiendesha. Kwa hiyo wakaunda chombo ambacho chenyewe kitakuwa ni specific, mahususi kwa ajili ya kushughulikia mpira katika ligi kuu ya Tanzania bara na mashindano yake yale. Iko ni chombo kwa issue ya kupanga ratiba, kusomea waamuzi, kushikana na chama cha waamuzi, michezo, na hasa katika ile bodi ya ligi. Maana ndani kuna kamati ya hadha wachezaji, kuna mambo sio ya hiyo sasa 72 kwa mchezo kabisa. Kuna kamati ya mambo ya kiwaamuzi, kuna vitu vingi vimekaa ndani. Hao wote lengo lake ni kuweza kudili na zile matters zinazohusiana na mpira.
Lakini pia nikurudishe nyuma, mnakuwa pasi kusahau. Bodi ya ligi hii si ndio ilisema mechi ya Simba na Yanga iliahirishwa? Yes. Baada ya Yanga kuweza kulalamika, nini kitokea? Bodi ya ligi watu walisambaratika. Na ile mechi haikuahirishwa. Mechi ikaahirishwa. Haikuchezwa tena. Sasa kama wao wangekuwa ndio wenye mpira, kwa nini haya yalifanyika sasa? Na kwa nini walifukuzwa? Wanasema labda ni kwa sababu timu hizi zilikuwa sio kwa sababu kudeka mashinikizo. Kama wangekuwa hawaingilii, mwenyekiti yuko hapa bodi ya ligi. Hilo pita. Alijiudhuru. Kwa nini alijiudhuru? Wakati kama angekuwa na makosa ama kitu kifanya. Na kama walikuwa wako sahihi. Manangu ni nini? Hivi ni vyombo ambavyo vimewekwa. Yes. Lakini vimewekwa sio kwa hisia. Kuna sheria na kanuni. Lakini kila kanuni na sheria ina loophole kuweza kuioji, kwa sababu kuna tafsiri ya sheria na kanuni. Hasa the way unaweza ukatafsiri wewe, inaweza kama tofauti na unavyoenda kutafsiri. Kwa hiyo Yanga walichokifanya ni kuendelea kuushikilia mpira kwa kuangalia maslahi mapana ya mpira yanafuatwa. Ni kama ambavyo ilitokea ile issue ya tarehe 8 March. Yes. Sawa, iliyopita. Ile mechi Simba na Yanga. Yanga walisimama na baadaye ilionekana. Na baadaye tulikuja kuona hata zile kanuni zilibadilishwa. Badala ya timu ambayo kugomea mchezo labda ikaanza kushushwa daraja, walichange kanuni. Wakasema mwenyekiti anaweza kufungiwa na milioni 50. Kwa nini? Ni impact ya lile jambo lilikuwa limetokea. Kwa hiyo kuna taasisi au kuna watu ambao wako tayari kwenda kupigania mpira. Yanga wameamua kusimamia mpira. Yanga wameamua kutetea mpira. Ndio maana wanakwenda mguu kwa mguu. Kwa sababu hizi kamati sio za mwisho. Hapo Salamba, ndio maana hata mahakamani kuna mahakama ya mwanzo, mahakama ya kati, mahakama ya wilaya, si mahakama ya kati, mpaka mahakama kuu. Hasa kwa nini sio washamua mahakama ya mwanzo ndio washamua basi? Hasa nini maana kuwa na kasi? Kama ingekuwa pengine hapa ndio wakishamua ndio mpira wao ndio bodi ya ligi washamua, why kuna kasi? Singekuwa mna haja kuwa na kasi kama wakishaamua bodi au TFF, lengo ni nini? Ni kutafuta tafsiri sahihi ya mpira. Kwa mathalan nikwambie kitu cha msingi sana ambacho nataka na wewe unisaidie. Kwanza nafikiri mimi nimesikitika. Nitegemea kuona, ujue mimi nina mtazamo mmoja. Mimi siko hapa kwa ajili ya kuipropagate Yanga, kuizungumzia Yanga. Mimi nimekuwa ni muumini wa kutaka kusomea mpira. Kwa hiyo kama watu wanapatia, nitawazungumza hata mara 200 kwamba wanapatia. Unanifahamu sio? Yaani siko tayari kuona, mimi mdomo wangu hauko tayari kupindisha vitu. Hata siku moja hiyo kitu nishakataa. Iko hivi. Tunaanzia kwenye issue ya mechi Simba na Yanga. Na nilizungumza hili. Mwamuzi pembeni namba 2 amekataa goli akiamini ni offside. Kwa kilichomfanya akatae goli ni yeye kuamini nini? Offside. Kwa aitafsiri kwa sheria ya offside ni nini? Offside. Yeye tafsiri hivyo. Mpango somebody mpango si mpangwa. Line 1 na yeye akakataa move ya Yanga kwenda kufunga kwa tafsiri ya nini? Ya offside. Sio kushika mpira, sio fouls, ni offside. Kwa hiyo baada ya kwenda kufanya review ikaonekana yule mtu hakuwa offside, alikuwa ni onside, na huyu hapa Dube alikuwa ni onside. Kwa hiyo maamuzi yote mawili yaliyofanyika sawa yalikiuka kinyume na sheria ya nini? Ya offside. Kwa hiyo kosa alofanya line 1 na line 2 ni kushindwa kutafsiri sheria ya offside. Si unanielewa na kupata uzuri Salama? Yaani ni kushindwa kutafsiri sheria ya offside. Sawa. Hasa kama umeshindwa kutafsiri, tunakuja kwenye sheria, kwenye kanuni. Muamuzi anaposhindwa kutafsiri sheria ya offside, adhabu yake ni nini? Ni kufungiwa. Mechi ngapi? Wanajua wao. Hasa why namba 1 alishindwa kutafsiri offside. Namba 2 alishindwa kutafsiri offside. Alafu 6 months with 3 months. Hiyo ndio logic hii. Ambapo kwa mtu yote msomi ambaye anafuatilia vitu, kama una akili utaoji ili upewe tafsiri. Na Yanga sio mlalamika, wameomba tafsiri. Hata mahakamani unaruhusiwa kuomba tafsiri. Wanaomba tafsiri. Kama mmetumia kigezo gani, huyu mumpige 6, huyu 3, wakati wote kosa lao ni moja, ni kushindwa kutafsiri kanuni au sheria ya offside. Unakwenda mbali. Anayeweza kusema hili ni goli au sio goli, mwamuzi wa kati. Hakishasema hata shuke nani, haipo. Hata rais wa FIFA haipo.
hana uwezo wa kutengua maamuzi wa kati. Ni sheria mpira, hana maamuzi hayo. Okay. Sawa? Ndio. Kwa maamuzi alishakataa hii sio goli. No matter what, under which circumstance, alishakataa. Wewe unakuja unaandika barua kwa kosa la kukataa goli halali. Hii statement itawatafuna. Na ndio leo wametoka wazee wa Simba wamezungumza. Na hapo ndipo nilitaka niulize Salama. Maana yake wamechanganya wao wenyewe. Ile tafsiri ya kusema goli halali, maana yake kamati ina mamlaka ya kuhalalisha magoli ambayo waamuzi wameyakataa. Sasa ni mpira wa wapi? Salama hapo. Na kama wana mamlaka hayo, basi tuone leo Simba akiongezewa pointi kama lilikuwa goli halali kama wanavyosema kwenye barua yao. Yes. Hata ni kitu ambacho sio cha kukikalia tu kimya. Sio cha kukalia kimya, hapana. Mpira huu ni wa wote, lakini pia watu wanauelewa. Okay. Watanzania sio wanauelewa mkubwa sana. Very sure. Mambo ambayo kama wakati mwingine tunakuwa tunaji vitu vingine huko. Kwa tuoji. Kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni issue ya msingi, ni kuendeleza mjadala ya kuanza kuangalia watu wetu wenyewe kamati wanatosha au hawatoshi. Huo ulikuwa mjadala. Versus kwenye kembo cha Yanga wamekizungumza. Yanga itakiwa ajibiwe kwa sheria na kanuni. Ni kama kipindi kile tunaongea kwamba sheria gani ambayo inaruhusu timu sawa kukataa mpira, wametumia ilikuwa ni kanuni tu. Watoka tuambie bwana mechi hii imeahirishwa kwa sababu ya kanuni namba hii na ile. Ni simple tu. Ni simple tu, yani kwamba tupate kwamba huyu tumfungie miezi 6, huyu miezi 3, wakati ni offside kwa sababu ya kipengele hiki na hiki na hiki, ni tupate justification, tafsiri ya sheria. Hiyo ilikuwa ni mantiki. Jambo unajua leo unaweza kuona kama pengine ulizungumzia kishabiki kwa sababu linamwathiri Simba au unampendelea Yanga, lakini kuna kesho kabisa. Hivi hatuwezi kujenga mpira uko na mambo ambayo yani hata kitu cha ovyo tutakishikilia tu, haiwezekani. Sio taratibu. Haya, wakaketi mbali wanakuambia sasa tutakuja tunaangalia. Tumeshuhudia wachezaji 5 wakifungiwa kwa kanuni namba 4121 kwa utovu nidhamu na kuhatarisha sawa maisha yao wengine kiwanjani. Yes. Ambapo mechi ngapi? Mechi 5. Tumeshuhudia kabisa. Si ndio? Tumeshuhudia. Na hakuna ambaye aliweza kulalamika. Leo hii anatokea mchezaji anafanya kitendo hiko kwa wazi, mnakinganua, mnamfungia mechi 3, mnahamisha kifungo. Baada ya kutoka 41-21 mnakwenda 41-5-2. Sasa sisi kama ni watu kwenye mpira na hizi kanuni, unajua hizi kanuni kwambie kitu, hata mimi ninayo kwenye sehemu hizi kanuni. Sio bali ya mtu, bali za Tanzania wote. Sasa naangalia kwamba wametumia kigezo gani ndio yaani kudeviate kanuni ya 41-21 wanakwenda kwenye kanuni nyingine. What so special? Kuna uziada gani au upekee gani ambao umefanya kamati leo hii uachane na kifungu cha kwanza kwenda kifungu cha pili? Ni kuomba tafsiri. Makosa yanafanana. Sisi kapigwa miezi 6. Ndio. Dominic kwani apigwe miezi 3? Na kosa lile moja ni haki ya mwanadamu. Ndio maana wakati mwingine hata mahakamani hakimu anaweza akakuhukumu kwa kutumia reference, kwa kurejea hukumu iliyopita. Okay. Sasa tuone kwamba hiki kitu kimekaaje hapa. Lengo kwa tafsiri, kwa sababu gani? Tukiacha kesho tutokea tena Kadege atafanya kosa, atafungiwa mechi moja. Sio unanielewa? Yes. Yaani inafika tu mwingine atafanya kosa, atafungiwa mechi 10. Sasa ukiliachia likana naelea hili, watajiamulia tu kwamba leo huyu piga 10. Huyu piga 7. Huyu piga 1, piga 2. Hawezi kuwa mpira. Lazima tupate uniformity. Tupate maamuzi ambayo yatakuwa ya haki bila kuathiri upande wowote na kila mmoja apate anachostahili. Tulisikia Soa alifungiwa na Kante mechi 5. Ulisikia lalamika? Hapana. Ulisikia alifungiwa Baka? Unataka lalamika? Hapana. Aucho ndio lalamika? Hapana. Kwa nini lalamika leo? Maana kuna vitu haviko sawa. Sasa kwa nini tukilalamika onekane tunauingilia mpira? Si unaelewa? Nenda kuelewa vizuri. Yaani kwa nini onekane kama tunaingilia mpira? Kwani mpira ni nini? Mpira ni wa nani? Mpira ni mchezo wa wazi kwa faida ya wote. Kwa hiyo mambo kimsingi yani nafikiri inasikitisha. Baada kuna watu wengine wanaamua kujitoa tu akili, mtu anaamua kujitoa akili, anaamua tu kuongea vitu ambavyo kwa sababu umpata nafasi ya kuweza kusikilizwa na nini. Ni kitu kibaya sana. Ambapo itafika hatua hata vizazi watakuja kutushangaa kwamba sasa ndio alikuwa mchambuzi wa mpira wewe kweli? Hatari. Huyo alikuwa mchambuzi akaa kwenye redio na anaaminiwa.
ufiki wakati nafikiri hata wenye vyombo hivi sawa, sometimes wana kutumia hao watu wanapata listeners wengi, viewers wengi, lakini sio lengo mahususi pekee la kuwa na hivi vyombo. Hapana. Okay. Kuelimisha, kuburudisha. Ndio. Kukosoa, kuonya. Ndio kazi pia vyombo vya habari. Na kutoa elimu. Sasa ikifika hatua vikaanza kutumika kama ni vyombo vyenye mlengo fulani maalum, inatia shaka na inatia hatari kupeleka mpira wetu sio. Sasa leo tena Yanga ampeleka malalamiko. Leo mabuka tena wadau wa Simba nao wametaka malalamiko. Rudi kule kule. Na hapo Salamba, mimi nilikuwa na swali kabla sijasahau. Najua muda si rafiki, lakini unaweza pia ukanijibu vizuri kwa niaba pia ya watazamaji wetu. Salamba, umeeleza vizuri kweli kweli. Umezitafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, lakini pia na kanuni zetu kama zinavyoeleza, mambo yote yako ya hadharani. Sasa kwa maana hiyo unataka kuniambia ule msemo wa Swahili unakwenda kutimia hapa. Pilipili usioila wewe ya kuashia nini? Ndio kitu ambacho kama vile kinaonekana hivi. Kwa nini Simba wao waje sasa na mambo ya kuishtumu Yanga wakati Yanga hawajawagusa Simba kwenye hili jambo? Kwa kupitia afisa habari wa Yanga, wao walitaka tu ufafanuzi wa mambo kwa wahusika, kwa maana ya bodi ya ligi kupitia kamati yake yenye mamlaka husika. Sasa wewe ni mkomavu Salamba kwenye mpira wetu, siasa za mpira wetu unazifahamu vyema, lakini pia wakati na tamburisha kipindi nilisema ni mtaalamu pia wa vitu vingi kwenye mpira wetu. Unafikiri kwa jicho lako hilo la soka kwa muda mrefu kweli kweli, nini hapa ambacho kinatafutwa, ama nyuma ya hiki kuna nini hasa? Kwa sababu inaonekana ni story ambayo ya kuchanganya. Yaani mimi nakwambia Salamba, umenibia 200 yangu, alafu Vuma anakuja anasema hata juzi Cisco na wewe ulichukua 200 ya Diego. Yaani kama vile kuna vitu haviko sawa hivi. Nadhani utakuwa unaelewa hata kuzungumza ni kwamba kuna michezo ambayo inatengenezwa na kuna hatari ambayo ishaonekana. Maswali aliyoyaoji Yanga sio rahisi kuweza kuyajibu kirahisi. Okay. Maswali aliyoyauliza Yanga kwenye kamati ya masaa 72 ya bodi ya ligi hayajibiki kirahisi. Hayajibiki kirahisi. Sasa wakati mwingine kwenye moto washa moto. Yaani kwenye kulalamika na wewe lalamika. Hizo ni kelele. Yaani wewe kelele tayari chaos. Okay. Wewe kinachotengenezwa hapa ni kutaka kuyumbisha, kudivert situation. Yaani kufanya watu washindwe concentrate. Kufanya watu wagawanye ili wapatikane wachambuzi wengine ambao waanze kuoji issue ya Simba, wasahau mantiki ya mambo ya msingi ya mpira ambayo Yanga ameweza kuyaoji. Kwa hiyo ni technique ambayo wametumia mahususi kuja kuvuruga hili jambo. Iko ninachokwambia. Hapa na nyingine yoyote. Na from there utaanza kuona consistency ya place za haya maswala. Ili sasa watu washinde kujua kipi ni kipi, nani hivyo. Ni kama vile swala lile la mashitano, nakumbuka lile msimu uliopita. Mpaka leo kuna watu hawajui nani alikuwa yuko sahihi na anakuwa hayuko sahihi. Si unaelewa? Mpaka sasa mtu haelewi kwamba Simba alikuwa yuko sahihi, Yanga alikuwa yuko sahihi, au kina mzetu Mgudo yuko sahihi, hakuwa anaelewa. Sasa ni kazi ambayo inafika na watu maksudi kuwatoa watu kwenye njia na kwenye reli. Kwa inafika hatua watu wanakuwa wengine wako huku, na ubaya zaidi kwamba when it comes kwenye maslahi ya mpira hatuhitaji maslahi, sisi tunaangalia timu. Yaani as long as wewe ni Yanga, kikuzungumzia kitu kibaya kuhusu Yanga utaki kukisikiliza hata kina ukweli. The same na Simba, unabakia tu kule kule. Kitu ambacho ni kibaya sana. Hatutengenezi mpira, tutakuwa tuko dormant. Ifikia hatua wewe ni Yanga, lakini kubali hapa tumekosea. Wewe ni Simba kwa maslahi ya mpira. Hao ndio ambao tunawahitaji. Okay. Juzi tuliona pale miongoni mwa watu wa karibu wa Yanga, Abbas Talimba alizungumza. Ule ndio ukomavu. Yeye ni miongoni mwa ndio mkurugenzi wa SportPesa. Wanaidhamini Yanga, akalizungumza hapana, hapa kuna changamoto. Lakini mdau, na sio mazungumzo vile kwamba pengine kwa kuwashutumu viongozi, hapana. Ndio namna ya kuwa mtu mkomavu, kwamba kuna wakati zungumza ukweli hata kama unaumiza, kwamba kuna sehemu tumefeli. Ndio tujiangalie. Hakuna ambaye akosei. Hakuna ambaye yeye amekamilika, hayupo duniani. Ni Mwenyezi Mungu pekee ndiye ambaye amekamilika. Sawa. Sasa kuna hiyo syndicate ya kwamba
Wewe ukiwa Simba basi wewe ni lolote lile la Simba ni Simba tu. Ni nzuri. Wewe ukiwa hapana, tunakosea mpira. Hasa katika zama hizi za kizazi hiki ambacho 2000 hiki kizazi ambacho kinafikiria zaidi ni namna mbaya ya kuweza kuendesha. Itafika hatua mta collapse. Hata Kenya walikuwa na FC Leopard na timu nyingine na nini ile ilikuwa na FC Leopard na Gor Mahia. Leo ziko wapi? Uganda walikuwa na Express na Villa. Ziko wapi leo? Kwa hiyo hii sio issue Simba na Yanga. Sio kama zimekaa milele, inaweza kufika siku zikawa hazipo kabisa. Kwa hiyo lazima tuwe na mechanism ya kuzilinda na kuzipa uhai, na njia pekee ni ya kutengeneza watu waanze kujifunza kufuata misingi na sheria kama zinavyotaka, ili mtu anapotaka kwenda kuongoza Yanga au Simba ajue hapa kwa janja. Akitaka kwenda shirikisho la TFF ajue pale hajachaguliwa kwa ajili ya Usimba wake au Yanga wake, amechaguliwa kutokana na kile ambacho anacho kichwani, ndio kimpeleke pale. Kwa hiyo tayari mtawaandaa watu wote kuwa na the same mentality. Bwana, hii ni ligi, ili ushinde hamna kona. Inatakiwa usajili vizuri kabisa, upate matokeo kabisa, ndio namna bora. Kwa hiyo bwana, pale kila mtu atajipanga, hapa sasa budget, nitafuta pesa. Lakini ukianza kuweka loopholes, ndio watu wataiba, watadanganya usajili. Anajua kwamba kuna sehemu tutapata alama, kuna sehemu tutapata relief, pale kuna chinga pale kuna Christopher Maxiara amekaa pale tutapata alama. Wataanza kuchagua watu sio kwa kuangalia uwezo wao wa kimpira au record zao, kwa sababu na Uyanga wake na Usimba wake. Sababu mkishafika hapo ni hatari, hamna mpira kabisa. Hamna mpira kabisa. Mimi nikushukuru sana Salamba, nilitamani tupige story sana lakini muda na usirafiki. Wakati mwingine pia tuzungumze mambo mengi kweli kweli usio mpira. Sikuchambua tu kwamba lile tobo lilikuaje, statistics sijui nini. Kuna elimu kubwa kweli kweli pia tunaipata kutokea kwako. Ndio maana nasema unapozungumza inakuwa ni full package, na kuna nyakati pia tunapata zile small details, yani taarifa ndogo ndogo kwenye taarifa kubwa. Mfano taarifa kubwa inaweza kawa Yanga ameshinda. Sasa ameshindaje ndio changamoto. Sasa hizo ndio zinaitwa small details. Small details. Mimi nakushukuru pia na kwa session yako nzuri. Ni kipindi kizuri, lakini pia nafikiri kuna haja ya watu kuweza kujifunza. Bado tuna changamoto kubwa ya kwenye mpira wetu ambayo binafsi inanisikitisha sana. Na wakati mwingine inabidi tuchukue vitu vya ziada kuweza kuzungumza ili at least watu wenye nia njema waweze kutuelewa nini mpira unahitaji. Kabisa. Nakushukuru sana. Na kipindi hiki kitakuwa ni kwa ajili ya elimu tu ya mpira. Asante sana. Lakini usana mwingine. Na session nyingine usana mashariki ya kati. Ile mashariki ya kati. Mambo hatari kweli kweli hayo. Watu hawajui upande wako wa pili. Dominic Salamba. Asante sana. Bwana, mimi naitwa Nicholas John, nikupongeze wewe kwa kutuchagua, kututazama na kutusikiliza. Hakika umeselelea matangazo jadidi kweli kweli. Hongera na kongole kwa kuwa nasi sako kwa bako. Mpaka wakati mwingine itoshe kusema wailalika, maasalam.